Naona sauti yako iko. Hebu uko poa? Yeah, niko sawa kabisa. Uko fresh eh? Yeah. Albert Kangwanda. Yeah. Amekuja kuongeza nini Young Africans? Yeah, ukitoa nje ya uwezo wake wa kufumania nyavu, nafikiri pia analeta ubunifu, especially kwenye midfield. Ukitoa labda kwa sababu ni mfungaji mzuri anaonekana. Yaani ukiona ana goli 3 mpaka sasa hivi, mechi 3. So hiyo ni dalili tosha inaonyesha ni mfungaji mzuri, lakini ukitoa nje ya kufumania nyavu, nafikiri ana ile uwezo wa kutembea na mpira. Kwa hiyo ukishakuwa una mchezaji ambaye ana uwezo wa kutembea na mpira kutoka sehemu moja hadi nyingine, nafikiri ni silaha kubwa sana, kwa sababu atakusaidia pale utakapocheza na opponent ambaye labda anacheza highline. Kwa sababu ukicheza labda na opponent ambaye anazuia juu kabisa, anafanya highline defense, ukiwa na mtu ambaye ana uwezo wa kutembea na mpira, ni ngumu sana kuharibu muundo ambao watu wana press, kwa sababu atakusanya mtu wa kwanza wa pili, atakuwa kishavuruga kila kitu. Ukicheza na timu labda inayozuia kwenye low block, ni rahisi pia kuwafungua, kwa sababu watu wanaozuia kwenye low block, it means space ni ndogo. Na labda ukiwa huna mtu ambaye ana uwezo wa kutembea na mpira, afu unacheza na timu ambayo inacheza kwenye kwenye low block system, ukihitaji ufungue kwa pasi tu ni ngumu. Ndio maana mara nyingi hata Pacome alikuwa ni moja ya ufunguo sana kucheza na timu ambayo inacheza kwenye low block system, kwa sababu atamchukua wa kwanza wa pili, spaces zinapatikana. Zikishapatikana space, watu kama Mdathi, watu kama Maxi wana uwezo mzuri sana wa kushambulia space. So mimi naona kuna vitu vingi amekuja kuongeza kwenye timu, kuanzia kwenye issue ya takwimu, kwenye issue ya goals and assist, na game yake uwanjani inaathiri vitu vingi positive kwa upande wa Yanga. Jerry, tunamuona Kangwanda amekuja kuziba nafasi ya Pacome. Inakoelekea atakuja kutuprove hivyo, kwa sababu mwanzo watu hawakuamini kama pengo la Pacome linazibika, ila Kangwanda anakuja na ni kama anasikia hayo maneno. Yaani kila mechi anazidi kuimprove. Ni kama anaona kwamba bana, kuna mtu katoka hapa alikuwa amefanya vitu na watu hawaamini kama anaweza kufanya. Kwa hiyo anajaribu kufanya hiko kitu. Na ni mapema kusema kwamba anaweza akaziba pengo la Pacome, kwa sababu Pacome mpaka tunazungumza hivyo ni amefanya muda mrefu. Kwa hiyo nadhani Kangwanda pia anahitaji muda mrefu, ila kwa kila anachokifanya so far mpaka sasa hivi ni mchezaji ambaye kwanza ni mchezaji wa kisasa. Yaani anacheza ule mpira ambao ni wa kisasa. Kangwanda ni mchezaji wa kisasa. Yes, ni mchezaji wa kisasa kwa sababu ana uwezo wa kukaa na mpira, anaweza kutembea na mpira, anaachia inapohitajika, anawapa utulivu wachezaji wenzake. Na advantage kubwa ambayo Kangwanda anaipata sasa hivi, unajua Yanga ina mchezaji ambaye ni fear factor kwa timu pinzani. Nani huyo? Peter Shalulile ni fear factor. Ndio mchezaji anayeogopwa pale Yanga. Yeah, na naweza nikasema kwamba Shalulile mpaka sasa hivi japo hafungi, ila ana mchango mkubwa kwa Yanga ukikompea na wachezaji wengine. Mchango wake ni mkubwa sana kwa jicho la kiufundi, kwa sababu ni fear factor, na anavyokuwa uwanjani unaona ni kama makocha wanavyokuwa kwenye viwanja vya mazoezi wakikaa na backline ya timu zao, ni kama wanawaambia bana, kawekeni umakini, kamkabeni Shalulile. Kwa hiyo unaona backline za timu zote zinazoenda kuiface Yanga, concentration kubwa inakuwa iko kwa Shalulile ambaye ni fear factor. Kwa hiyo wanapo concentrate kwa Shalulile, wanaacha space ambazo kwa wachezaji wengine wanashambulia hizo space na wanafanya vitu vinatokea. Kama Shadrack Boka amekuwa akifunga, ni goli lake la pili, lakini ukiangalia katika namna ambavyo anafunga ni muda ambao mabeki wanakuwa wameconcentrate sana na Peter Shalulile. Kwa hiyo wanavyoweka hiyo high concentration kwa Shalulile ambaye ni fear factor, hawa wachezaji wengine wanafanya vitu. Na bahati nzuri ni kwamba pale mbele kuna wabunifu wengi sana kwenye kushambulia hizo nafasi zinazoachwa na wale mabeki wanaomconcentrate Shalulile. Mdasiri ana huo uwezo, Kangwanda ndo ana uwezo kabisa, anapiga, anafanyaje, anatengeneza. Alafu kingine Yanga sasa hivi wana mwalimu ambaye yeye ni special kwenye hizo set pieces. Kwa hiyo unaona jinsi wanavyotengeneza nafasi kupitia set pieces, kwamba ukifanya makosa eneo jirani na lango lako unawapa Yanga 70% ya kutengeneza goli. Hiyo inawasaidia sana katika mfumo wao wa uchezaji sasa hivi. Kuna mtangazaji mmoja nilimsikia anamtaja kocha wa Yanga kwa kutumia initials.
Akasema double N, nikasema afadhali kabisa double M. Yaani natupa wepesi kabisa. Nilipomsikia anasema double M nikasema asante Mungu. Asante. Huu ndio uwepesi wa kutamka jina la kocha wa Young Africans ni double M. Mambo yasiwe mengi. Nilimwona Alpha kwenye press yake akikichana kikosi cha JKT Tanzania. Kipa wao na nane yeye ana strength hizi. Beki namba 2 na beki namba 3, alitaja kikosi chote. Nikawa nasema huyu kocha kuna uwezekano anajua mpaka jina la dereva wa JKT Tanzania. Naona bwana. Ulikuwa ni mchezo wa akili au what kind of a message kocha alikuwa anataka kufikisha? Ulimsikia kocha wa Yanga? Yeah. Ataka kutuambia nini? Make yule alitaja kikosi chote, wachezaji wote, position zao, strength na nini. Alikuwa anataka kusemaje kocha? Nafikiri hii imekuwa ni kawaida, makocha wote nafikiri wanatumia kwa sababu yule kataja wawili watatu, yule kataja kikosi. Nikasema kocha anaweza kataja, kocha wa Yanga anaweza kataja dereva, jina la dereva wa JKT Tanzania. Anaweza kataja jina la mpishi wa JKT Tanzania. Anaweza kutaja jina la walinzi wa kiwanja pale, askari pale, ujue jeshini pale. Anaweza kutaja wote. Na amekuja muda mfupi sana. Ina maana anafuatilia. Anaweza kataja wawili watatu key players, unanielewa? Kataja wote. Anawajua haswa. Nadhani pia haitokei kwa bahati mbaya. Hapo ndo unakuja kuona umuhimu wa watu kama kuna mtu anaitwa video analyst. Nafikiri kazi yake kubwa ni inakuwa ni hiyo hapo, kumrahisishia mwalimu, kwa sababu mwalimu hawezi akafanya majukumu yote. Yaani aandae mpango kazi wa mechi inayokuja, awasome wapinzani, strengths yao iko wapi, sijui madhaifu yao yako wapi. Ndio maana kuna mgawanyo wa majukumu. Kuna mtu specialist video analyst anakupa zile details chache kuhusu timu fulani. Afu kuna mtu ni performance analyst. Yeye anakupa sasa overall. Video analyst anachukua detail chache. Ila performance analyst yeye anakupa ile overall, opponent ukoje, anachezaje, madhaifu yake, ubora wake, mchezaji wao hatari, muhimili wao uko wapi. Ila video analyst anakupa zile detail, mfano wachezaji fulani, key players ni wakina nani. Hawezi akakupa kama performance analyst. So nafikiri video analyst wa Yanga anafanya kazi nzuri sana. Lile benchi la ufundi tuliona kubwa linatambulishwa la Young Africans. Tumeshaanza kuona impact yake Jerry. Ni kubwa sana, inaonekana kwa sababu ukiangalia Yanga inavyocheza, Yanga ya msimu huu na Yanga ya msimu uliopita kuna utofauti mkubwa. Yaani unaona kila engo wameimarika na hiyo kuimarika ni kwa sababu ya benchi la ufundi. Au ni nguvu ya soda tu yani. Unajua mechi zenyewe ndio kwanza tumeanza, wakishakaribia mechi 10 hao wataacha kutepeta. Yaani tunakoelekea kuna watu watakula 7 8 kwa Yanga ninavyoiona, kwa sababu kwa Yanga hii watu watakula 7 8 9 inaweza ikawa kawaida, kwa sababu Yanga wanatumia madhaifu ya timu pinzani. Unajua timu inapokuwa inashambulia inapoteza umakini kwenye uzuiaji. Sasa Yanga wamekuwa ni hatari sana kwenye transition, yani kipindi wao wanashambuliwa ndo wanafanya counter pressing. Wakikupress ukipoteza mpira wanaenda kukushambulia. Ndio maana ukiangalia mechi ya Yanga, muda ambao wanapoteza mpira, muda huo dakika chache unaona ndani ya muda mchache wamefika kwenye lango la mpinzani. Kwa hiyo concentration yao kubwa ni kwamba wanakupress ili ukosee, na unapokosea wanaenda kukuadhibu. Kwa hiyo itasumbua sana timu nyingi, kwa sababu timu zetu kwenye swala la kukosea, hata ile goli la alofunga Shalulile zidi ya Kagera Sugar, watu wakaanza kubeza, sio goli la kupewa ile, kama watu hawakufanyii pressing huwezi ukakosea vile. Kwa hiyo yule beki alifanyiwa ile pressing, yani unakuwa hujajiandaa kukosea afu mtu yuko anazunguka pembeni yako. Kwa hiyo goli la dhidi ya Namungo ilikuwa dhidi ya Namungo, goli la 3 alifunga Peter Shalulile. Alimpress beki, yule beki akawa kama katetemeka, Shalulile kapita na ule mpira, watu wakabeza goli lenyewe mpaka la kupewa. Ile sio kupewa timu inapokuwa inakupress, maana unapocheza na Yanga muda wote unakuwa una pressure kwamba nikikosea tu jamaa wamefika, na Yanga wanafanya hivyo, yani ni mpango. Ile sio kwamba inatokea bahati mbaya, ni mpango unafanyika mazoezini, kwamba tunapopoteza mpira muda huo watu wanapoteza concentration kwenye kukaba, kwa maana wanakuwa wameconcentrate kwenye kushambulia. Hapo ndo wanavuruga mpango mzima wa uzuiaji. Kwa hiyo tunaweza kwenda
kuadhibu katika nyakati hizo. Ndio maana unaona Yanga anakuwa ni hatari sana pale anapokuwa, yani anapopoteza mpira, anakifanya hiyo counter pressing, anakulazimisha utafanya makosa, akikupokonya mpira amefika langoni kwako na anakuadhibu. Moja kati ya mechi kali sana zilizopita zilizochezwa hivi karibuni ni mechi ya mnyama Simba dhidi ya Singida Black Stars. Singida walikuwa wanatazamiwa